Ya tatu, after engaging the altar, baada ya kushirikisha madhabahu, the Bible says, andiko lasema, he gathered 600 men. akakusanya wanaume 600. Listen to me. Kanisikize. There is no prophecy Hakuna that doesn't go by the principles that God has made. Hakuna neno ambalo haliende pamoja na kanuni ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameliweka. Amen. There is no principle. Hakuna kanuni that doesn't work with others. Ambalo halitendi kazi na mengine. God can promise you. Mungu anaweza kukuahidi that I will take you to nations. Kwamba nitakupeleka katika mataifa. But you will need a passport. Lakini utahitaji tikiti. You will need an air ticket. Utahitaji tikiti. You will need a visa. Utahitaji visa. Say amen. Sema amen. You will need people. Utahitaji watu. So after every prophecy there are people lined up to fulfill it for you. Kwa kila neno ambalo linasema kuna watu ambao wameweza kuandaliwa ili wakaweza kulitimiza kwa maisha yako. Say amen. Sema amen. Come on, tell your neighbor that is true. Ambia jirani hiyo ni kweli. When God spoke in the Old Testament, Mungu aliponena katika Agano la Kale, that a child is born, kwamba mwana anazaliwa, a son is given. Mwana anapeanwa. He did not explain the details. Hakueleza kwa undani. But when the time came that Jesus was to be born, wakati ulipowadia wa Kristo kuweza kuzaliwa, there was need for a virgin woman. Palikuwa na hitaji ya binti bikira, a woman, a human being, ambaye alikuwa ni mwanadamu, to carry the pregnancy. Akaweza kubeba ile mimba. And there was need for her to carry it for 9 months. Na palikuwa na hitaji yeye kuweza kulibeba kwa miezi 9. So the prophecy was connecting with people. Kwa hivyo ile ahadi ilibidi unganishwe na wanadamu. Say amen. Sema amen. If God promises that he will promote you and make you a leader, Mungu akiahidi kwamba atakuhimiza na kufanya kuwa kiongozi, or even a president, hata pengine kufanya kuwa rais, you will need the votes of people. Utahitaji kura za watu. You will not come to us on MTV in the evening. Hautakujia katika habari ya MTV jioni. Bwana alinionyesha nitakuwa president wenu. God has shown me that I'm going to be your president. We will all laugh at you. Wote tutakucheka. Because you have broken the principle. Manake umeweza kuharibu makanuni. Look at how God anointed David king. Angalia jinsi ambavyo Mungu alimpaka Daudi kuwa mfalme. He was anointed king. Alimpaka kuwa mfalme. But he went through the process. Lakini alipitia hizo kanuni. Getting to kingship. Ya kuandaliwa kuwa mfalme. So you need people in your life. Kwa hivyo unahitaji watu maishani mwako. You need people. Unahitaji watu. Say amen. Amen. I was hearing a testimony of a certain sister. She said, the Lord did a wonderful thing for me. The prophet came and prophesied that I was going to get a fiancé this year. Then I asked her, how did it happen? Oh, I have one already. How did it happen? She began to tell me the story. I visited my uncle who lives in Mombasa. And my uncle's sons have friends that go to another church. And they came to my uncle's house in the evening. When we were taking tea, when that brother saw me,
And the process can be long. Na hatua inaweza kuwa mrefu. And when the fullness of time comes, Lakini wingi wa wakati utakapokuja, not struggle with the microphone. hautamenyana na kipaza sauti. Actually, they will be looking for you. Watakuwa kutafuta. Why? Because at every prophecy, Kwa nini? Kwa sababu ya kila tabiri. people lined up. Kuna watu wameandaliwa. So I came to let you know, Unakuja kukujulisha. every prophecy that God gave you, Kila tabiri wanaweza kutengeneza kwako. all that God has lined up, Na wale watu wanaouza weka kwa maisha yako. He took 600 of them. Alichukua 600 wao. And he said, let's go. Akamwambia twendeni sasa. Let's pursue. Tukafuatilie. When they got to the brook, Bethel, Walipofika pale Brook Beson, 200 200 wao were left behind. wakaachwa nyuma. Can I help you? In the process of your recovery, Katika hatua urejesho wako, there are people you might think are helping you to recover. kuna wale utafikiria pengine wanakusaidia ukaweza kurejesha. Kuna mahali watabaki. They will remain somewhere. Usishughulike na wao. Don't be bothered with them. Watakaobaki wacha wabaki. Them that will remain, let them remain. Wewe endelea na wale Continue the journey. sio wote maishani mwako watafika na wewe. Not all will be in your life where you are going. Hata kwa harusi. Even in the Sio wote waliosema watashona suti hushona. Even in the wedding, not everybody who says I'm going to make my coat will make it. Ambia mwenzako wahesabu kuanzia leo. Tell your neighbor, count them starting today. Sio wote wale walikuwa wanasema niko na wewe, niko na wewe. Not everybody that was saying I'm with you, I'm with you. Hata kufa niko tayari kufa na wewe. Let me stay with you. Waongo. They're liars. Sio wote. Not all of them. Kuna mahali watafika. There's a way that they will Wana nguvu ya kufuria. have power to go to the next level. Watasema hii spidi yako hatuelewi. Mwito wako hatuelewi. Mwito wako hatuelewi. Ulianza vizuri. Saa hii hatuelewi. Sema amen. Usifanye makosa upate ndugu ambaye atakuacha katikati. Don't make a mistake and find a brother that will leave you half journey. Umeshafunga harusi alafu akifika Bethel anasema hapa You've waited then when reached the best and then he says now here. utavuka peke yako. Now you'll have to close yourself. Uelewi. I don't understand you. Watu 200 walibaki. 200 people were left behind. Watu 200 si watu wachache. 200 people is not a small number. Ni watu wengi. That's a big number. Ni kanisa iko na deacons. That's the whole church with deacons. Ni finance committee. Wakihama wote. When they decide to leave all of them, Pamoja na vitabu zao. they come together with their books, Pamoja na sadaka. together with the offering they leave. Wamekuacha hapo. They've left you there. Bethel. Ambia mwenzako umevuka Bethel wewe. Tell your neighbor, have you crossed Bethel already? Ukishavuka, After crossing Bethel, angalia nyuma uone ni wanani wamebaki na wewe. look behind and leave how many you left behind. Daudi alipofika hapo, When David reached at Bethel, hakuwafukuza, he didn't chase them away. hakuwalaani. He didn't curse them. Alisema waacheni hapo tu wapumzike. He said, just leave them there, let them rest. Tutarudi na ushuhuda. We'll fall and we'll come back with the testimony. Tukirudi watatuona tukirudi. When we will come back, they will see us coming back. Tutafika We will reach there na tupate and we will get it na turudi. and we will come back. Tukirudi hapo, When we come back there, ndio mmoja atasema that's why one says, hata mimi mkeka wangu ilibebwa. even me, my carpet was taken away. Naiona ndio ile. I'm still there's my carpet. Unamwambia chukua. You're telling him, take your carpet. Turudi mahali tulitoka. Let's go back where we came Jina from. la Bwana libarikiwe. Praise the name of God. Nimesema utapokea I zote. said we receive all. Nimesema utateka zote. I said we receive all. Wala usiangalie nyuma. Don't look behind. Wala usivunjike moyo. Don't be discouraged. Bwana akiwa nawe, When God is on your side, shetani hatakuweza. the devil can't defeat you. Nasema Bwana akiwa nawe, When God is on your side, shetani the hatakuweza. devil cannot defeat you.
Ambia mwenzako vile ninakuona. Tell your neighbor the way I'm seeing you. Wewe ni mtu wa kufika. You are somebody who can reach the destiny. Wewe ni wa kufika. You are somebody who can reach there. Nyobika. Wewe mundu wa ubika. Ijacho kwenye. Wewe mundu wa ukinya. Nyobika. Ubu mundu wa kuduka. Mundu akuduka. Kiganda ndizo watu. Ujakutuka. Elo ndizo. Sema tu. Look at your neighbor and say, you look like somebody who will make it. Because you have all the qualities to make it. Number 4. The last one. Don't disregard strangers. Usiweze kupuzilia Don't disregard strangers. Ama usiweze kupuzilia wale usiowafahamu. Because in the process of treating a stranger well, you might be treating an angel. Wakati wa kumtumikia vizuri unaweza kuwa unatumikia pengine malaika. Say amen. Sema amena. Don't disregard strangers. Usiwapuzilie usiowafahamu. When they went past Bethel, walipoenda wamepita Bethel, and they went to the fields, wakaenda kwa vita kwa uwanja. The Bible says they caught andiko nasema wakapata Egyptian young man, kijana mtupukizi Mumisri, that was wounded, ambaye alikuwa ameumia. He had gone without food for 3 days and 3 nights. Alikuwa ameenda bila chakula kwa siku 3 na mchana 3. And the Bible says they treated him well. Andiko nasema wakaanza kumtumia vyema. They gave him food. Wakampa chakula. They gave him water. Wakampa maji. They didn't know. Hawakutambua. The young man, kijana chipukizi, was the holder of the key. Alikuwa amebeba funguo to where they want to go. Wa mahali ambapo wanataka kwenda. After they treated him well, baada ya kumtumikia vizuri, the young man led them. Kijana chipukizi akawaongoza to the very place where they were going. Mahali ambapo walikuwa wanaelekea. Some of you, your miracle wengine wetu miujiza yenu is hidden in a very unusual place. Imefichwa katika mahali pasipofahamika. A place that you jump every day. Mahali ambapo unaruka kila siku. In a person you just bypass every day. Kwa yule mtu ambao unamvuka tu kila siku. Because some acts of kindness. Kwa sababu ya hali ya kupengine kuwa na some gestures of kindness. Katika hali fulani ya kuwa na uzuri. Are some of the keys that would open the doors for us. Ndio baadhi ya funguo ambazo itaweza kutufungulia milango sisi. Say amen to the Lord. Sema amina kwa Mungu. And I want to encourage you. Nataka kukuhimiza. Don't